Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amewasuta wanachama wenzake wa NATO akisema hawana msaada wowote mbele ya Marekani. Rais huyo wa Marekani Bwana Trump ameonyesha dharau dhidi ya wanachama wa NATO waliomwambia kwamba hawatakuwa tayari kujiunga na vita vyake huko nchini Iran, lakini pia katika juhudi za kujiunga na jukumu la timu kuulinda mlango bahari wa Hormuz na kuhakikisha kwamba Iran hawawezi kufanya lolote mbele ya NATO kwa ushirikiano wa Marekani na Israel. Lakini wanachama hao wa NATO pamoja na Ulaya wameweka wazi kusema kwamba hawapo tayari kujiunga na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Rais huyo wa Marekani Bwana Trump amekosoa mataifa mengine ya NATO kutotaka kujiunga na operesheni ya kijeshi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran na kuitaja jumuiya hiyo kuwa barabara ya njia moja ambayo Marekani haijawahi kuhitaji. Marekani inaamini kwamba ina uwezo wa kupambana peke yake, lakini haitegemei nchi yoyote katika NATO. Napokuja suala la mapambano, kwa siku nyingi Marekani imekuwa ikitegemea sana wanachama kutoka katika NATO. Lakini kwa bahati mbaya ni mataifa machache sana katika NATO walioingia katika mapambano kwa kutegemea wanachama wengine wa NATO. Kwa muda mrefu tangu kuanzishwa kwa NATO ni Marekani ambayo ilijiunga na vita za mara kwa mara. Vita nchini Iraq, wanachama wa NATO walihusika. Hata hivyo, maeneo mengi ambayo Marekani ilipambana kwa kiasi kikubwa ilitegemea wanachama wa NATO, lakini wakati huu rais wa Marekani anasema kwamba NATO hawana msaada wowote kwake. Matamshi hayo yamekuja siku moja baada ya washirika wa Marekani wakiwemo wanachama wa NATO kupuuza au kukataa wito wa Trump wa kujiunga na juhudi za timu kuulinda mlango bahari wa Hormuz, njia kuu ya maji ambayo hutumiwa kusafirisha zaidi ya 20 hadi 25 ya mafuta ghafi ya baharini duniani, ambayo imefungwa kwa ufanisi wa Iran wakati huu wa vita. Rais huyu amesema hashangazwi na upotevu wa washirika, tutawalinda lakini hawatotusaidia chochote, aliandika kupitia ukurasa wake wa Truth Social mnamo siku ya Jumanne. Aliendelea kudai kuwa Marekani ilipata mafanikio makubwa ya kijeshi dhidi ya Iran bila usaidizi wowote. Hatuhitaji tena au kutamani usaidizi wa nchi za NATO, hatujafanya, na aliandika akiongeza kuwa Marekani haihitaji msaada wowote kutoka kwa washirika wengine ikiwa ni pamoja na Japan, Korea Kusini na Australia. Sio vita vyetu. Hivi ndivyo ambavyo viongozi wanachama wa nchi za NATO walimjibu rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Mapema mwezi huu, katibu mkuu wa zamani wa NATO Jens Stoltenberg aliambia CBS News kuwa hakuna hakikisho kwamba kambi hiyo inayoongozwa na Marekani itanusuru urais wa Trump. Trump ameikosoa NATO na kuwatishia wanachama wanaopinga sera au matakwa yake, na hivyo kuzua dhana kuwa jumuiya hiyo inaweza kusambaratika. Mwaka jana Trump alisukuma kuongeza lengo la matumizi ya ulinzi ya NATO hadi 5% ya pato la taifa na kuikosoa Uhispania kwa kukataa ahadi hiyo. Mapema mwezi Machi aliitishia Madrid kuwekewa vikwazo vya kibiashara kuhusu msimamo wake pamoja na kukataa kwake kuruhusu vikosi vya Marekani kutumia kambi za kijeshi za pamoja kwa ajili ya kuishambulia Iran. Mapema mwaka huu pia alitishia kutoza ushuru kwa wanachama 8 wa NATO ambao walipinga juhudi zake za kupata Greenland, eneo linalojiendesha la Denmark ambalo ni sehemu ya umoja huo. Trump ameripotiwa hata kufikiria kutuma wanajeshi katika kisiwa hicho kabla ya kuachana na wazo hilo. Hata hivyo, viongozi mbalimbali katika NATO wanamuona Donald Trump kama kiongozi ambaye anatumia nguvu kubwa kutaka kufanya lolote analoweza kufanya wakati wowote. Mtazamaji, nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu